Mimi kwa majina yangu naitwa Jane Monirei na hapa ni nyumbani ni Birika, lakini kwa ujumla inaitwa Lolo Chikoshi. Na mimi ni mama wa watoto 5, vijana 3 na wasichana 2. Na mimi niko Hunt ni Hunt niingia mwaka iliyopita mwezi wa 6 ndio tulipatana na Hunt ni Hunt. Na tukapatana tukiwa na chama 2 yenye mimi naongoza kama chaledi inaitwa Mom, nyingine inaitwa Dupoto. Hiyo yenye mimi naongoza inaitwa Mom ni ya mama 23. Hiyo nyingine ni ya mama 20. Lakini wakati tulikuja sasa kuanza masomo ya watu wazima ndio tukashikana tukiwa wa mama 20. Kwa hivyo kwa wa mama 20 ndio wamekuwa wakifundishwa na ndio tumepata hiyo masomo ya watu wazima hapa tu Birika. Mimi nikiwa msichana sikuweza kusoma. Kikwetu kwa Masai, labda wao walikuwa naona, wazazi wetu walikuwa naona ule mtoto unayompenda sana hautampeleka shule kwa sababu walikuwa naona labda wanapoteza. Na mimi sikuweza kusoma kwa sababu ya hiyo. Baba yangu akaona ni vizuri nikae nyumbani. Mimi nilikuwa nachunga, nilikuwa mimi mchungaji wa mbuzi na ng'ombe. Nikafanya hiyo karibu maisha yangu yote mpaka wakati nilikuja kuwa mkubwa nikapata familia ama nikapata mume. Ndio mimi kwa hivyo hiyo ndio njia ilifanya sikuweza kupata masomo. Hunt ni Hunt nilipatana nao through NGO ingine inajiita Compassion ambayo inasaidia watoto. Na mimi ni mzazi pale, niko na kijana wangu last born yako pale. Na tukiwa pale mama mmoja hapo akaniambia hawa walimu tumekuwa nao huko kwetu juu Kipeto, maana sisi tuko karibu nao. Na wakati aliniambia hivyo nikataka kujua zaidi hawa ni kina nani. Ndio nikawauliza na wakaniambia wamekuwa wakitufundisha mambo mengi, mambo ya haki, mambo ya biashara na vile mtu unaweza anza kitu. Na pia wamekuwa wakitufundisha kama watu wazima. Hapo sasa ndio tulianza sisi wenyewe kushikana na ndio tukamwambia Teacher Silvana atuletee mwalimu. Na tukashikana sasa sisi wenyewe tukawa kitu kimoja, wale wamekuwa natamani kusoma. Wakati tulikuwa tunaingia kwa hii masomo ya haki, baadaye tunaingia ya masomo. Kwa jumla mimi niko na wanafunzi sasa hivi 220 but total ni 400 hapa Kajiado. So nimeanza kusoma kuwafundisha. Japo kuwa hapo awali nikiwa sijapata mwalimu nilikuwa ninawafundisha mara moja kwa mwezi. But wakati nilipokuja kupata intern ambaye ananisaidia nimekuwa nikiwasomesha weekly. So at least tumekuja kuona wakianza kujua masomo. Na haikuwa rahisi maana hawa wanakisoma hawakuwa wanajua kuandika, hawajui kushika kitabu, hawajui kushika kalamu. So ilikuwa ni jukumu ya mwalimu kuwashikilia kalamu na kuwafundisha jinsi ya kutumia kitabu. Lakini hata hivyo tumekuja kung'ang'ana na ndiposa wamejua kusoma na kuandika. Kile imenifurahisha sana, wanakisomo hawa wanajitolea sana. Iwapo wako na changamoto ya maisha, maana unapata ni wao ndio wanachunga, wao ndio wanapeleka watoto shule. Lakini hata hali ikiwa hivyo wanang'ang'ana, wanakuja darasa na wanasoma na wanaipenda masomo sana. So niliona pia wao wakiwa na hiyo passion ya masomo, hata pia mwalimu nikaona kwamba ni vyema hata niwasaidie ndio ili waweze kufikia ndoto zao. Hii masomo ya watu wazima imenisaidia hata hapa nyumbani. Sababu sasa hata naweza saidia watoto wangu homework hata kama sitaweza wale wakubwa labda wa secondary na nini ama grade 9, lakini hao wadogo sasa maana niko na kijana mdogo ako grade 3 na 1, hao at least naweza angalia. Pia saa hizi nikitumiwa labda message kutoka shule ninaijua kwamba imetoka shule. Hata kama nitangojea mtu akuja kuingia kwa undani, lakini hii ninaiona ya kwamba imetoka shule. Kupitia tu hiyo masomo ya watu wazima ambao nilipata imenisaidia sana kwamba naweza fanya vitu mbili kwa wakati moja. Ati si lazima tu nikuwe na hiyo duka yangu, naweza fanya vitu vingine hapa nyumbani. Ilinisaidia nifunguke sasa nifuge kuku, ni biashara bado. Hata kwa saa hii bado niko na mpango ya at least nilete maji hapa nyumbani nianze kulima. Kwa hivyo nimeona ya kwamba vitu mingi naweza fanya kwa wakati moja. Si lazima nifanye tu ile moja tu ya kuuza ile duka yangu. Tumepata nafasi ya kuweza kuzungumza na Jane ambaye ni mwanachama
ambaye amejitoa katika masomo ya watu wazima, masomo ya biashara, na mkiangalia vile ameweza kujitokeza hapa kwetu, ameweza kutokea na confidence ambayo si kitu ambao utapata katika hii jamii, mwanamke kuweza kusimama na kujieleza yeye mwenyewe. So hiyo pia ni hatua moja ambayo tuna consider ni impact kubwa katika huu mradi, kwamba tumeweza tukainua kina mama kuweza kujitokeza na kuzungumza. Kwa hivyo kile ningependa kuongeza ni ya kwamba bado tunahitaji sana, bado tunahitaji kusoma, sababu mimi mwenyewe nasikia bado sijatosheka ama sijapata kile nilikuwa nimekusudia kupata, na bado najisikia kwamba nitaendelea na nitaenda mbali. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba watuongezee hiyo nafasi tena, kwa sababu bado tunaitamani.